ukisoma Agano Jipya unapata ufunuo wa kile ambacho Mungu amekitimiza kupitia Kristo kwa ajili yetu. Na ili uweze kutumia huo ufunuo na kutumia ufunuo katika maisha yako ya kila siku, basi inakubidi uende kwenye Agano la Kale ambapo utaona namna ya kutumia huo ufunuo. Kwa soma Agano Jipya, pata ufunuo, kisha nenda Agano la Kale ukaangalie huo ufunuo unaopata katika Agano Jipya unawezaje ukauishi katika damu na nyama. Na ndio kitu ambacho tunajaribu kukifanya. Kwa sababu hiyo basi nataka nikumbushie kwa kama dakika 3-4 hivi mambo ambayo tuliangalia kipindi kilichopita, alafu tutapiga hatua. Kumbuka kipindi kilichopita nilikwambia ama tuliona kwamba Mungu alimtuma Musa aende Misri ili kuwatoa wana wa Israeli na kisha awalete katika nchi iliyojaa maziwa na asali, na kwa sababu hiyo kusababisha wana wa Israeli waingie katika maisha ya kupumzika na kustarehe. Na 2, aliwaleta katika nchi iliyojaa maziwa na asali ili waweze kumwabudu Yehova, waweze kumwabudu Bwana Mungu wao. Na 3, ili waweze kumtumikia Yehova. Kwa hiyo ilikuwa ni mambo matatu. Na kwa maana hiyo tukaona pia katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 akawa amewapa angalizo. Sasa nikasome kidogo kwenye Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13 inafanana kidogo na kile tulichokuwa, kwa sababu jana niliitaja tu lakini hatukuisoma. Kwa hiyo naona kama tusipoisoma kwa wengine labda inaweza isikae vizuri sana. Kwa hiyo Wakolosai 1:13 anasema naye ama ngoja nianze mstari wa 12 mpaka 13. Anasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. 13, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Nikiisoma katika Biblia ya Neno anasema hivi: mkimshukuru Baba ambaye amewastahilisha kushiriki katika urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru. Sasa nielezee kitu kimoja. Anaposema neno watakatifu maana yake anamaanisha watu wa Mungu. Anaposema neno watakatifu anamaanisha watu wa Mungu. Hilo ningependa ulishike sana. Okay, anasema anasema mkimshukuru Baba ambaye amewastahilisha kushiriki katika urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru, kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Biblia ya Habari Njema anasema hivi: na kwa furaha mshukuruni Baba aliyewawezesha nyinyi kuwa na sehemu yenu katika mambo yale aliyowawekea watu wake. Maana watu wa Mungu, mtakatifu maana yake ni mtu wa Mungu, katika ufalme wa mwanga. Yeye alituokoa kutoka katika nguvu ya giza akatuleta salama katika ufalme wa mwanae mpenzi. TKU anasema na kumshukuru Mungu Baba kwani yeye amewastahilisha kupokea kile alichowaahidi watakatifu wake wanaoishi katika nuru. Mungu ametuweka huru kutoka katika nguvu za giza, naye ametuingiza katika ufalme wa mwanae mpendwa. Kwa hiyo unaona tumetoka katika utawala mmoja wa shetani na tumeingizwa katika utawala mwingine ambao ni utawala wa Mungu ama utawala wa Kristo. Na kwa maana hiyo unapata picha ni kama tumetoka Misri, utawala wa shetani, na tumeingizwa Kanaani, nchi iliyojaa maziwa na asali, maana katika ufalme wa Mungu. Kwa hilo nilisema uweze kuliona hilo. Sasa baada ya kuliona hilo, ukitaka kujua sasa hii ina maana gani katika damu na nyama, anamaanisha nini? Kumbuka anazungumzia urithi. Kumbuka anazungumzia urithi hapa, aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu. Kwa hiyo hii ni lugha ambayo unaiona kwenye Agano la Kale. Agano la Kale walipokuwa wakipewa nchi ya Kanaani, nchi yenye maziwa na asali, walikuwa wanazungumzia kuwagawanyia urithi wao. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wakati ule walikuwa wamepewa ni eneo katika damu na nyama.
Na leo hii maana yake ni kwamba tunavyoingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, maana yake ni kwamba tumepokea serikali ya Mungu, tumepokea ufalme wa Mungu ambao kupitia huo ufalme then unatuwezesha sisi kuanza kumiliki maeneo, kumiliki ardhi. Kwa nini? Kwa sababu Warumi 4:13 inasema wewe na Abrahamu, wewe ambaye ni mzao wa Abrahamu kwa sababu ya Kristo, wewe na Abrahamu, mimi na Abrahamu ni warithi wa ulimwengu huu. Ndio maana nasema ni kosa la jinai la kiroho kwa Mkristo ama nasema mtu aliyezaliwa mara ya pili kutokuwa na ardhi. Nirudie tena, ni makosa kwa mtu aliyezaliwa mara ya pili kutokuwa na ardhi ya kumiliki. Nimeshasemaga sana huko nyuma na nitaendelea kusema. Nikasema kama vipi, nenda hata huko maporini ukanunue, lakini hakikisha una ardhi. Hiyo ardhi ya huko kijijini maporini ukiipata itakutengenezea upako kupata ardhi mjini. Kwa sababu itakuwa imekuingiza katika hali ya kuona na wewe unamiliki. Sio kama unanielewa? Nenda kwenye kijiji kaombe. Kuna vijiji vina mapori chungu mzima. Nenda kule kaombe ardhi. Kijiji kinaruhusiwa kutoa mpaka eka 50 kwa mtu. Kwa hiyo nenda kaombe ardhi na wewe umiliki. Ni muhimu sana ya mambo rafiki. Sasa tuyaache, turudi hapo. Kwa hiyo baada ya kusema kwa anavyosema tumeokolewa tukatolewa katika nguvu za giza tukaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, yes, maana yake ni kwamba tumepokea ufalme ambao ni serikali ya Mungu, ambao kumbuka ulimwengu wa roho ndio umezaa ulimwengu wa damu na nyama. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa ufalme wa Mungu ni katika Roho Mtakatifu, Bwana Yesu anasema katika Mathayo 12:28, ukiona nimetoa pepo kwa Roho wa Mungu, jua ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Kwa maana hiyo nina uwezo sasa wa kumuuliza Roho Mtakatifu ni anielekeze ama anipe mbinu ya kumiliki maeneo, ya kumiliki ardhi sehemu ninayokaa, ama eneo ambalo anaona kwamba mimi nitafanikiwa na kustawi kwa jinsi ambavyo ameniumba. Tuko sawa sawa? Kwa sababu haya mambo ni muhimu sana rafiki. Sasa twende kwenye Agano la Kale tena, turudi kwenye Kumbukumbu la Torati 8, kwa sababu kuna vitu nataka tukumbushane tena na tena na tena. Kwa hiyo kwenye Kumbukumbu la Torati tuliona kipindi kilichopita mlango ule wa 8 na mstari ule wa 7 alisema hivi: kwa kuwa Bwana Mungu wako yu kuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima. Kaanza kusimama na mistari kama huu hapa, na mstari mwingine kwa kwenye Zaburi ya 104 kama sikosei. Na akaanza kuamini kwamba yeye ni mbarikiwa wa Bwana, baraka ya Bwana iko juu yake. Kwa lazima, angalia mstari wa 7 unaposema. Angalia unaposema, anasema hivi: kwa kuwa Bwana Mungu wako yu kuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima. Kwa akaanza kuaminia, akawa anapita na hii mistari, anatamka juu ya ile ardhi, anatamka juu ya ile eneo. Bwana akamfundisha, akamonyesha apande aina fulani ya manyasi. Akaambia panda aina hii ya manyasi katika ile eneo. Ukipanda na ukiendelea kutamka, maana yake ni kwamba chemichemi zitabubujika kutoka chini. Amini usiamini, baada ya miaka 2 sio tu kwamba chemchem, sikumbuke chemchem zilifumuka kama 3, na zile chemchem sio tu kwamba zilitengeneza bwawa, lakini pia zikatengeneza na mto ambao ukawa unalisha kamji kazima kutokea kwa yule bwana. Lile eneo likageuka likawa msitu kijani te. Ukienda leo ni msitu kijani, giza limefunga kabisa. Sehemu ambayo ilikuwa ni jangwa ilikuwa ni miamba. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu bwana alitambua kwamba yeye ufalme wa Mungu uko ndani mwake, na yeye yuko ndani ya ufalme wa Mungu, na baraka ya Bwana iko juu yake, na kwamba Mungu amekusudia kwamba alivyotuokoa akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake ni kwamba sehemu yoyote tunapokwenda tuna uwezo wa kuigeuza ifananie bustani ya Eden. Nilisema nikwambie, inawezekana unanisikiliza umekaa sehemu ambayo imejaa ukame, unaweza kutumia neno kubadilisha mazingira yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mrithi wa ulimwengu. Kwa hiyo mstari wa 7 tena narudia. Tuko Kumbukumbu la Torati 8:7.
Sasa kwa kuwa Bwana Mungu wako yu kuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemchemi na visima vibujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shairi na mizabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, nchi utakayokula mikate humo pasipo shida, maana utakayokula chakula humo pasi na shida. Anasema hutapungukiwa na kitu ndani yake. Unasikia? Kwa Mungu amekusudia kwamba kwa kuwa wewe umeingia ndani ya ufalme wa Mungu na ufalme wa Mungu uko ndani mwako, hautakiwi kupungukiwa na kitu chochote. Sasa shida inakuja hapa. Wengi mkiona mko katika hali ya kupungukiwa, mnaanza kulalama badala ya kushangaa. Na nakuhakikishia hata ungemwambia mtu ambaye hajashuhudia hilo, ukamwambia aisee, jogoo wangu amefoka kama mbwa, jamaa angekwambia haiwezekani. Angekataa moja kwa moja. Kwa nini anakataa? Kwa sababu asili ya jogoo sio kufoka kama mbwa, asili ya jogoo ni kuwika. Sasa na yeye anasema kwamba kwa kuwa umeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambao ni nchi iliyojaa maziwa na asali, habari ya kupungukiwa wewe haipo. Sasa ikitokea umepungukiwa, muitikio wako unakuaje? What is your response? How do you react? How do you respond? Kwamba ulitakiwa ushangae, useme haiwezekani, alafu labda mke wako ama mume wako watu wanakuuliza, mama unamaanisha haiwezekani? Unasema haiwezekani sukari kupungua katika hii nyumba, haiwezekani kutokuwa na unga wa mahindi katika hii nyumba, haiwezekani chakula kupungua katika hii nyumba, ni impossible. Wanakuuliza kwa nini? Naambia kwa sababu tuko ndani ya ufalme wa Mungu, haiwezekani, ni impossible, haiwezekani. Ukifanya hivyo maana yake nini? Umemtii Mungu, umempinga shetani, naye shetani atafanya nini? Atakimbia, kwa sababu ile hali ya ukosefu na upungufu haitoki kwa Mungu, inatoka kwa ibilisi. Kwamba umekamata mfukoni umeingia alafu umekuta una mshiko, unatakiwa ushangae useme haiwezekani, mimi nikukosa hela, ni impossible, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu nimeingia katika ufalme wa mwana wa Mungu, sehemu ambayo kuna utele, hakuna upungufu, hakuna. Angalia alivyosema. Unajua vitu vingine usiposoma mwenyewe kwa macho yako unaweza usiamini. Angalia, nirudie tena ule mstari wa 8. Anasema nchi ya ngano na shairi na mizabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali. Sasa kumbuka, ngano na shairi kwa upande mmoja, alafu mizabibu inatengeneza mvinyo kwa upande mwingine, na mitini unatengeneza mafuta. Na kwa maana hiyo anazungumzia mafuta na asali hapa. Na kwenye Biblia kile ukisoma anapotaka kuzungumzia utajiri, anazungumza mambo matatu. Anazungumzia ngano, anazungumzia mizabibu ama mvinyo, na anazungumzia mafuta, maana yake ya mzeituni. Siko unanielewa? Hiyo ni alama ya utajiri. Kwa hiyo ndo anachokizungumza hapa. Anasema nchi ya ngano na shairi na mizabibu na mitini na mikomamanga, nchi yenye mizeituni yenye mafuta. Unaona? Nchi ya mizeituni yenye mafuta, nchi ya mizeituni yenye mafuta, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali. Anasema nchi utakayokula mikate humo pasi na shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake. Ameshasema hivyo, hutapungukiwa na kitu ndani yake. Nchi hutapungukiwa. Kama umeingia ndani ya ufalme wa Mungu, uko kwenye kwenye eneo gani, hautakiwi upungukiwe na kitu chochote. Kubaliana na Mungu, mpinge shetani na atawakimbia. Mungu amesema unapoingia katika ufalme wake, maana yake umeingia kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali, na umeingia katika nchi ambayo hutakaa upungukiwe na chakula, hutakaa upungukiwe na kitu chochote. Ni impossible, ni haiwezekani. Tengeneza huo mtazamo, alafu one kama mambo hajabalika. Kwa anasema mstari wa 10, anasema nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Sasa mstari wa 12 akasema, angalia utakapokuwa umekula na kushiba, sawa, na kujenga nyumba nzuri. Sasa kwa sababu Mungu anatarajia wewe uwe na nyumba zaidi ya moja. Nirudie. Mungu anatarajia wewe kama mtu uliitwa kwa jina lake, wewe kama mtu ambaye unabeba jina la Yehova, unatakiwa uwe na nyumba zaidi ya moja. Kwa hiyo hujafanikiwa wala kustawi mpaka utakapokuwa na nyumba zaidi ya moja. Anaendelea anasema, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka. Sasa kumbuka ng'ombe na kondoo na kilimo ndio ilikuwa biashara ya watu wakati huo. Kwa leo hii unaweza ukapachika biashara yote unayofanya, hata kama ni biashara ya Instagram, hata kama ni biashara ya interneti, chochote kile ambacho unakifanya una uwezo kukiingiza hapa. Kazi ya mikono, kazi yote iliyo halali.
sio kazi ya ujanja, sio kazi ya utapeli, kazi iliyo halali. Sawa? Alafu anasema ng'ombe zako na kondoo zako zitakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka. Fedha inawakilisha mshiko wa matumizi, hela za matumizi za kila siku, liquidity, cash flow. Na dhahabu inawakilisha akiba yako, hazina yako uliyoiweka benki ama kwenye kitu chochote. Inaweza kama umehifadhi kwenye ardhi, umehifadhi kwenye dhahabu na kadhalika na kadhalika. Alafu anasema na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka. Kwa kila kitu unaweza kuongeza chochote kile unachotaka kukiingiza huko. Tuko sawa? Anasema basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Sasa naruka kuokoa muda. Alafu mstari wa 17 anasema hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. 18 bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zenu kama hivi leo. Alafu anasema lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo hii ya kuwa mtaangamia bila shaka. Sasa kumbuka kitu kimoja pia, kwenye kipindi kilichopita tuliona kwenye Kutoka mlango wa 20 mstari wa 23 anawaonya kuhusu kuabudu miungu mingine ya fedha na dhahabu. Kwa hiyo kuna uwezekano baraka ya Bwana ikaja juu yako, ukatajirika na kustawi, ukawa na fedha na dhahabu nyingi, ukawa na hazina ya kutosha, kiasi kwamba ukaacha kumtegemea Mungu wako katika moyo na ukaanza kutegemea mali ulizonazo. Hiyo ni hatari nyingine, na anasema ukifanya hivyo utaangamia bila shaka. Tuko sawa? Sasa kumbuka, umeokolewa, umetolewa katika mamlaka ya shetani ili uingie katika maisha ya kupumzika na kustarehe, maana katika nchi ya maziwa na asali. Na ili kwa sababu hiyo, ili uwe na uhuru wa kumwabudu Mungu na wa kumtumikia Mungu. Sasa kama huna uhuru katika eneo la fedha na uchumi, kama haujaingia katika maisha ya kustarehe, kama haujaingia katika Kanani yako, katika maziwa na asali, hujaanza kuishi katika uhalisia wa nchi iliyojaa maziwa na asali, kumwabudu kwako Mungu na kumtumikia kwako Mungu kutakuwa kuna shida. Ya kuwa na ufahamu wa Mungu na kuwa na hofu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hawatengi muda wa kutosha kukaa mbele za Bwana na kumjua Bwana, bali muda wao mwingi wanatumia either wanalalamika, ama katika maombi na hata katika mazungumzo yao, ama wanashughulika wanapigana na ibilisi. Sasa haitaki kuwa hivyo. Na kwa nini watu wanafanya hivyo? Ni kwa sababu ya hofu ya maisha. Hofu ya maisha imewagubika. Sasa Israeli walipoingia Kanaani wakafanya kosa kama hilo, na ikawasababisha waingie katika utumwa uliosababisha uharibifu mkubwa sana katika maisha yao. Na kwa maana hiyo wakaanza kumlilia Mungu kwamba kwa nini tunateseka? Kwa nini tunapita katika hali ngumu namna hii? Na Mungu akawa mwaminifu, akawatumia nabii, akawakumbusha kwamba niliwatoa Misri nikawaleta Kanaani. Kumbukeni, kwa nini waleta Kanaani? Kumbuka, waliletwa Kanaani ili nini? Waingie katika maisha ya kustarehe na kupumzika, kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu. Na ndivyo ambavyo umeitiwa pia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Maono alikaza ushuhuda katika Yakobo, na sheria aliweka katika Israeli, aliowaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari. Ndio hao wana watakaozaliwa wasimame na kuwaambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake. Kwa wale wengine hamkuepo, kuna siku nilikuwa naeleza hapa nikasema kosa tunalofanya kwenye kanisa mara nyingi sana Mungu anajidhihirisha kwa nguvu na uweza katikati yetu. Alafu atusimulia hayo mambo, hatuyazungumzi hayo mambo. Na nakumbuka nikawasomea kwenye Kumbukumbu la Torati mlango wa 4. Amina. Kianzia mstari wa 9 na wa 10. Akawa anasema angalia mambo ambayo macho yako yameyaona, yasije yakaondoke katika moyo wako. Hakikisha unawaambia watoto wako, unawaambia na watoto wa watoto wako. Hallelujah. Sababu kwamba sisi kanisa leo hii hatuna ujasiri kuhusu Mungu, hatuzungumzi matendo makuu ya Mungu. Kama hamna katikati yenu, si urudi kwenye Biblia. Ndio maana uliandikiwa ili ujue uweza na uaminifu wa huyu Mungu. Ndicho anachokizungumza hapa. Wenyewe anasema ni kukaza ushuhuda. Amen. Sawa? Yes, hallelujah. Anasema
Maana alikaza ushuhuda katika Yakobo, na sheria aliweka katika Israeli. Aliwaamuru baba zetu wawajulishe wana wao, ili kizazi kingine wawe na habari, ndio hao wana watakaozaliwa wasimame na kuwaambia wana wao, wamwekee Mungu tumaini lao, wala wasiyasahau matendo ya Mungu, bali wazishike amri zake. Naam, wasiwe kama baba zao, kizazi cha ukaidi na uasi, kizazi kisichotengeneza moyo, wala roho yake haikuwa amini kwa Mungu. Wale wa Efraimu wenye silaha, wapiga upinde, walirudi nyuma siku ya nini? Ya vita. Hawakulishika agano la Mungu, wakakataa kuenenda katika sheria yake, wakayasahau matendo yake na mambo yake ya ajabu aliyowaonyesha. Kwa anasema sababu ya wale askari kurudi nyuma ni kwa sababu walikuwa wamesahau matendo makuu ya Mungu. Amina. Sawa? Sasa ukiendelea mbele, tukienda mstari wa 40. Anasema walimuasi jangwani mara ngapi na kumhuzunisha nyikani? Wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Kila mara Mungu anapokueleza kitu, Amen, anakwambia nimekupa baraka yangu ili umiliki. Amina. Alafu wewe ukaogopa kuwaza mambo makubwa. Yeah. Ukarudi nyuma, akasema itakuwaje? Biblia inasema ni kumjaribu Mungu. Amen. Hallelujah. Na unafahamu wote waliomjaribu Mungu waliangamia. Lakini mbili pia anasema ni kumwekea mpaka. Amen. Tumeelewana mpaka hapo? Ndio. Anasema wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Hai. Kwa hiyo tunapozungumzia tengeneza maono makubwa ama weka lengo ambalo ni kubwa. Amen. Ushauri wangu ni huu: anza kwanza kwenye Biblia. Anza kusoma habari za huyu Mungu. Sehemu nzuri ya kusoma actually kusoma Kumbukumbu la Torati, mlango ule wa kwanza mpaka wa 9. Amina. Una mambo mazuri sana. Na ni kama summary. Sawa? Amina. Nenda kasome hiyo. Tafakari na Kumbukumbu la Torati mlango wa 30. Amen. Ziko habari mle za mambo ambayo Mungu alifanya. Yes. Sawa? Lakini pia kuna wafalme mbalimbali kwenye Biblia ambao walimgeukia Mungu, akamtumainia Mungu, kutafuta habari zao, utapata. Yeah. Amina. Fanya mambo makubwa mazuri. Jikumbushe uone uaminifu wa huyo Mungu. Kumbuka jamani, huyu Mungu haonekani. Yeah. Amen. Usisahau hilo. Kwa hiyo ni sasa na upepo. Huwezi ukasema upepo haupo kwa sababu hauoni. Unasema upepo upo kwa sababu ukiangalia kule unaona migomba, vitambaa hapa vinafanya fiu. Kwa hiyo unajua upepo upo. Kwa hiyo na Mungu ili ujue kwamba yupo ama hayupo ni kwa kazi ambazo anazifanya katikati. Hallelujah. Amina. Danieli 11:32b. Danieli 11:32b. Okay, nianza nasema na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, si ndio? Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Amen. Sawa? Sasa swali langu ni moja. Wewe unamjua kiasi gani? Ndio maana nakushauri kwamba rudi kwenye agano la kale, kaangalia uwezo wake. Yeah. Amen. Kaangalia uaminifu wake. Kaangalia ukuu wake. Amina. Alafu kishatoka hapo, kaa chini uanze kutengeneza lengo lako. Tengeneza lengo linaloeleweka. Sawa? Amina. Nianze kusema wewe Alfonsina umeaminia kutoa shilingi ngapi kwenye huduma kila mwezi? Mtumishi nimeaminia 50,000. Wewe sio 50,000 wewe. Wewe imani yako pandisha, natakiwa 500,000 kila mwezi. Labda tuanze kufanya nini? Labda itasaidia. Watu wanaogopa kuamini. Kwa hiyo tengeneza maono makubwa. Sawa? Amina. Kumbuka sio wewe. Amen. Na njia nzuri ni ukishatafakari ukuu na uwezo wa Mungu, alafu ukiwa unaomba katika roho, si ndio? Alafu ukawa unawaza, roho atakuwekea picha. Ndio. Kwa sababu gani? Zaburi ya 37 mstari wa 4. Anasema nawe utajifurahisha katika Bwana, naye atakupa haja za moyo wako.